أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والرداء. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور الخطيب، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adhamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi abi Abdillahi al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kwa mara nyingine tukiwa katika mwaka wa 1447 Hijria, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia taufiki kuwa tuko hai, afya na uzima, na tukabahatikiwa kurudi tena katika madrasa ya Abi Abdillahi al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kusimamisha majalis kama hizi za Muharram sawa kwa mchango wa aina yoyote, kuzungumza, kuhudhuria, kusikiliza, kuchangia, kupanga na kila aina ya jambo ambalo litaingia katika kuchangia kusimamisha majlis kama hizi. Kitu cha kwanza ni ibada kabla ya jambo lingine lolote, ni taklif kabla ya kuangalia tutapata faida gani hapa duniani, kwa sababu maimamu wametuamrisha ahyu amrana. Maimamu wametuambia tukae, atajlisuna watatahaddathun. Kwa hivyo mujarrad wa kukaa, haijalishi twafanya nini, anayezungumza azungumza nini, kinachozungumzwa kinatusaidia nini, hudhuruka, uwepo wako, kuhudhuria kwako katika majlis kama hii ni taabudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar.
Na huu ndio wanaotakikana kwanza uwe msukumo wetu wa kuja katika majlis kama hizi. Pili, katika majlis kama hizi ni kuongeza nguvu imani yetu na kujadidisha msukumo wetu wa kidini ambao utaweza kuchangia mabadiliko katika maisha yetu ya hapa duniani. Msingi wa kwanza waangalia maisha yetu ya akhira, kwa sababu tukiingia katika ibada tunazungumza masala ya thawabu, tunazungumza masala ya pepo na moto. Tatu, tunaelimishana, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu kwa maarifa yake, kwa ufahamu wake, anavyoweza kufahamu lengo lake katika hii dunia, nafasi yake katika hii dunia, mchango wake katika hii dunia, na jinsi ya kuishi katika mazingira namna yatakavyokuwa. Silaha ya maarifa, kama tutakavyokuja kuona katika majalisi zetu, ndio silaha mbaya sana inayotumiwa na maadui kutupotosha, kutupa taarifa ambazo sizo za kihakika, kujenga mafahim, concept ambazo haziakisi hali halisia inavyotakikana iwe kwa Muislamu. Kwa hivyo majlis kama hizi, mbali na kwamba ni ibada, mbali na kwamba twajadidisha imani yetu, ni chuo cha maarifa. Kwa msingi huu, wanaopanga majlis kama hizi, kamati andalizi, huwa kabla ya kuja tunaoshauriana kwa kiasi kikubwa katika kutagua mada, kwa sababu sio tu lengo tukae tuzungumze, lengo tuelimishane, na pia iwe ni kitu ambacho chaambatana na hali inavyoendelea ulimwenguni na changamoto zinazowakabili leo Waislamu ulimwenguni, ili waweze kujiandaa. Na hili ndio lengo la hizi majlis, na ndio tukaja na unwani ya majalisi zetu za mara hii, ambayo inazungumzia mada moto leo ulimwenguni, wanaoiita alharbul naima, soft war Waingereza wanaita, ama vita laini, ama mapambano laini. Na insha Allahu taala ni mada ndefu, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutajaribu katika majlisi 8 kuweza kumulika yale mambo muhimu ambayo yaweza kuwa ni ufunguo wa kutufanya sisi twende tukasome zaidi kuhusu mambo haya. Na kuna vitabu vingi vimeandikwa kwa lugha tofauti. Ndugu zangu wapendwa, mapambano katika hii dunia yalianza kuanzia pale alipopatikana mwanadamu. Hakuna mwanya kati ya kuumbwa mwanadamu na kuanza mapambano. Hakuna mwanya. Na kwa maelfu ya miaka ambayo kila mtu atoa hesabu zake kutoka aanze mwanadamu mpaka leo, mapambano yaendelea. Na kwa miaka itakayokuja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeelewa ulimwengu utaenda mpaka wapi, tutaendelea katika mapambano mpaka kuhatimishwe ulimwengu, yafungwe mapambano hayo na imamu zamani na ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Salawat Allahumma salli ala
Kwa hivyo kitu muhimu ambacho tunataka tukiondoe kwenye akili yetu tukiwa katika maisha ya dunia ni kwamba kuna wakati tutaishi bila mapambano. Hii nataka tutoe kwenye akili yetu, kwa sababu ni kinyume na sunna na kanuni ambazo Mwenyezi Mungu ameuumba ulimwengu. Wakati mwingine tunachoka, wakati mwingine tunalemewa, wakati mwingine akili inashindwa kufasiri matokeo yanayoendelea, inatupelekea sisi katika hali ya kuvunjika moyo, ya yas. Na sisi peke yetu, hata nyuma Qur'ani imeturukodia, hata yakula rasulu walladhina ma'ahu mata nasrullah. Ile suala ya mata nasrullah si suala ya kuuliza kitu, ni suala ya kudhihirisha hisia ya uchofu, hisia ya kuchoshwa na ugumu wa mapambano yale. Na ndio utaona katika Qur'ani na katika Uislamu sunna tabia ya sabr imepewa kipawa mbele baada ya imani. Bali msingi wa imani ni nini? Ni subra. Sabran ala Yasir. Wakati Ammar bin Yasir auliwa mama yake, babake, hakuna ushauri wowote, hakuna nguvu yoyote ya kuweza kupambana. Ibara aliyoizungumza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliwaambiaje? Muhammad wa ali Muhammad, sabran ala Yasir. Kuna kipindi tunabidi tusubiri, tunashindwa kutabiri matokeo, lakini tuna imani wal aqibatu lilmuttaqin. Matokeo mema ni ya nani? Wacha Mungu. Na ndipo pale tunaposema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. Tunamaliza vipi? Wal aqibatu, mwisho, the end, lazima tutafikia katika ushindi wa imani na Uislamu. Si ushindi wangu mimi na wako, si lazima tushinde sisi. Na itakuja ile siku, wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin. Itakuja. Mapambano yalianza kwa baba yetu Adam alayhi salam na Ibilisi. Kianza tu maumbile, chuki, hasad, kibri. Vitu hivi mkiviona mwaona vitu vidogo sana, lakini umwagikaji damu wote unaoendelea ulimwenguni leo, uharibifu unaoendelea ulimwenguni, misingi yake ni nini? Kibri, hasad, chuki. Huu ndio msingi wa mapambano, msingi wa maadui. Haikuishia hapo. Watoto wa baba yetu Habila na nini na Kabil, ikamwagwa damu ya kwanza katika hii dunia. Msingi wake ni nini? Hasad. Kwa nini wewe umekubaliwa kurbani yako, mimi sikukubaliwa? Bas. Kwa nini wewe umefaulu, mimi sijafaulu? Kwa nini wewe uweko mbele kama sisi? Kwa nini wewe umiliki teknolojia kama sisi? Kwa nini wewe utengeneze madawa kama sisi? Kwa nini wewe? Kwa nini wewe? Kwa nini wewe? Ndio msingi wa mapambano yote haya.
yakaja yakarithiwa na anbiyaullahi, kutoka nabii Allahi Nuh, nabii Allahi Ibrahim, nabii Allahi Musa, nabii Allahi Isa, mpaka kufika kwa mtume khatamil anbiya salawatullahi wasalamuhu alayhim ajma'in wa ala alihi at-tahirin. Hayakuishia hapo, yakaendelea yakadhihiri kwa sura ya unyama, ukatili katika siku hizi 10 tunazoziishi Allahu Akbar, katika ardhi takatifu inayoitwa Karbala. Na kawaida ya mapambano yanakuwa na pande mbili. Kuna timu ya haki, ya uadilifu, inaongozwa na mbingu na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna na timu ya batil, ya udhalimu, ya unyanyasaji, inaongozwa na maadili ya Ibilisi. Na ndio utaona mahali popote ukikuta batil, ukikuta udhalimu, ukikuta unyanyasaji, tafuta nyuma ya pazia kazi ya Ibilisi. Nasi ya aya iko wazi. Tizama tu wakati ndugu zake Nabii Allah Yusuf walivomfanyia udhalimu ule waliomfanyia, siku walipokuja kukutana baada ya miaka, alisemaje? Huyu alikuwa ni nani? Shetani ndiye alitufikisha tukakufanyia yale tuliyokufanyia. Timu hizi zote mbili kwa ajili ya sunna ya mtihani wa Mwenyezi Mungu katika hii dunia, Mwenyezi Mungu amewapa pande zote mbili mbinu, upangaji, vitimbi, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Haimaanishi wewe kuweko upande wa haki, ama wewe kuweko upande wa uadilifu, ama wewe kuweko upande wa Allah, kwamba nyinyi upande wenu ndio upande wenye akili peke yake, ndio upande wenye ushindi peke yake, ndio upande wenye maendeleo peke yake. La, upande huu wa pili, ili mtihani utimu, pia nao ni upande una nguvu. Na kila sehemu wanapanga mipango yao, wanatengeneza mbinu zao mpya. Na ndio utaona mapambano haya katika msururu wa kihistoria yamedhihiri kwa kila aina. Ukiyasoma kila aina, mara yanakuja mapambano ya kijeshi, ya silaha, ya kutumia aina ya silaha za kizamani, yakaendelea yakaingia kwenye bunduki, mabomu, ndege, vifaru na kila aina. Mapambano hayo sio tu peke yake yalikuwa ni ya kijeshi, kulikuwa na mapambano ya kifikra, kwa sababu vita vya kihakika ni vita vya kifikra. Jeshi ni utumishi wa fikra inaotetewa. Lakini wakati tunaposema hawa wameshinda au hawa wameshindwa, tunaizungumza fikra ndio iliyoshinda. Hayakutosheka na fikra, yakaja kwenye upande wa kisaikolojia, kukawa na mapambano ya kinafsi, mapambano ya kisaikolojia wanaoziita harbun nafsia. Na alhamdulillah maulamai wetu katika kuzifuatilia mbinu hizi wameandika vitabu vingi: alghazwu alfikri, alghazwu alhadari, alghazwu althaqafi, uvamizi wa kifikra, uvamizi wa kistaarabu, uvamizi wa kitamaduni, uvamizi wa kila aina, uvamizi wa kiuchumi, uvamizi wa kijamii, mbali na uvamizi wa kijeshi.
Lakini katika karni hii ya 20 mwisho, kama nitakavyokuja kuzungumza katika mada za mbele, na kuingia karni ya 21, hakuna silaha mzuri walioipata maadui zetu na iliyoweza kufanya kazi kushinda mabomu, kushinda ndege, kushinda kitu kingine chochote kama hii aina ya nguvu tunaizungumza leo, alquwwatu naima, nguvu laini. Na haya yalikujaje? Tutayazungumza katika muktadha wa kihistoria. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika umri wake wa mwisho awaaga Waislamu katika aya za mwisho zilizoteremka, na imada nimewahi kuzungumza kitambo mimi, nitairudia tu kidogo. Aya ilitoa tahadharisho ambao sisi mara nyingi ayatul ikmal tunaisoma nusu, tunaianza katikati. Sisi tukianza tunaanza al-yawma akmaltu lakum dinakum, lakini aya ina msururu huku nyuma na ina mambo muhimu sana. Aya inasema al-yawma yaisa alladhina kafaru min dinikum, katika mapambano yenu na hawa wapinzani leo wamefika kwenye sehemu wamekata tamaa. Nguvu mulizonazo hawawezi tena kupambana na nyinyi. Yaisu al-yawma yaisa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, musiwaogope tena kuanzia leo, musiwe na hofu yoyote na hatari yoyote itakao kutoka nje ya Uislamu. Hakuna hatari yoyote itakayokutoka kwa maadui baada ya leo, hakuna. Na huu ni Mwenyezi Mungu anayezungumza, si mimi na wewe. Sasa tuogope nini? Niogopeni mimi. Mungu atuambia wao musi niogopeni mimi. Al-Allama Ash-Shahid Mutahhari katika kuifasiri aya hii ameuliza swali hili: sasa tusiwaogope hawa makafiri, hawataidhuru tena dini, kwa hivyo tumuogope nani? Kwa hivyo yeye ndiye atakayekuidhuru dini? Sio, mnaelewa hili swala? Asema hawa maadui yenu msiwaogope tena, hawana la kufanya. Aha, sasa tumuogope nani? Niogopeni mimi. Kwa hivyo wewe ndio utaiharibu dini yako? Shahid Mutahhari asema jiogopeni nyinyi. Nyinyi mahusiano yenu na Mungu ndiyo yaweza kuwaetea nyinyi mahatarisho. Yani utishio sasa unatoka ndani yenu, hautoki nje yenu. Nafikiri mwanielewa vizuri sana. Yani al-khataru laysa min al-kharij, kuanzia leo al-khataru min ad-dakhil. Vipi itakuwa min ad-dakhil? Ndio hii walokuja hawa wataalamu. Ni mtaalamu kutoka Amerika aloweka msamiati huu baada ya kushindwa Afghanistan, baada ya kushindwa Iraki, baada wametumia jeshi, ndio wakasema sasa lazima turudi kwenye ile nini wanaita kwenye bodi, tuchore mchoro mpya wa kupambana na hawa jamaa. Ndio akaja na huu msamiati wa nini? Al-quwwatun naima. Quwwatun naima ni kuwaingia ndani, kuwamaliza ndani yetu. Na tizameni leo ni
Nchi nyingi zetu hazikuenda kwa nguvu ya nje, zimeenda kwa vibaraka wa ndani. Sudani leo watu nafikiri wame concentrate na Gaza na Irani, lakini Sudani leo mauaji yanayoendelea, vita vinavyoendelea, watu hata hawazipitii kwenye habari. Kinachoendelea Sudani ni nini? Wenyewe kwa wenyewe. Player wa nje wateza nini? Behind the, nyuma ya pazia tunasema. Somalia miaka mingapi sasa? Kutoka 1992 mpaka sasa tuko 2025. Hakuna anayeuliza. Watu wote Waislamu, watu wote dini moja, taifa moja. Angalau kuna kwingine utasema sijui kuna Mkurdi, kuna Mwarabu, sijui kuna mnani, wote wa Somalia. Libya leo ikoje? Syria nayo hatujui yaelekea wapi. Wachambuzi wasema ni Somalia. Scenario ya Libya ya Syria hatujui enda kwenda kwenye scenario ya Somalia ama scenario ya Libya ama scenario ya Iraki ama haijulikani wanavyoipeleka. Lakini ukifuatilia haya yote si kwa sababu wao wana nguvu, ni kwa sababu sisi ndani tumefanya nini? Tumegawanyana na tukaweza kufika pale. Na sitaki kuyatangulia mambo, inshallah kesho niko na nia kuyazungumza katika hotuba ya Juma. Katika kitu kikubwa ambacho watu watakao wasalute shabi ya Iran katika siku hizi 12, hawakuweza kugawanywa kuiangusha nchi yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Hilo kitu muhimu sana. Sikwambii hakuna vibaraka. Huwezi kuangusha nchi kwa sababu kuna 1%. Tujalie population leo ya Irani ni milioni 92 sijui. Kwa hivyo kukiwa na vibaraka milioni 1 ni kawaida, lakini milioni 1 haiwezi kuangusha nchi. Na kitu kikubwa ni nini? Hapa ndipo tunataka kuelimishana. Hata sisi kati ya kupinga system na kati ya kulinda taifa. Mara nyingi wanatuletea hawa kubadilisha system, lakini lengo lao ni kuangusha taifa. Na Wairani katika kitu wamefaulu, wameweza kutofautisha baina taghyir nidham na isqatu dawla. Allahu Akbar. Isqatu dawla ni vipi? Tunabadilisha regime, lakini jeshi ni letu. Jeshi la nchi, jeshi liko pale la linda wananchi. Ukikubali wewe kuangusha, kama leo ilipoangushwa jeshi Syria, wewe kulitengeneza tena jeshi wataka miaka mingapi? Shekhe, haya si masala ya kutengeneza watu enda kucheza mpira kesho. Kulitengeneza jeshi la nchi lenye ideology, limezotreniwa, kumetumiwa billions za pesa, miaka kuwafikisha watu, kuhifadhi silaha. Ukiliangusha jeshi kwenye nchi, wewe hubadilishi system, wewe waiangusha nini? Nchi. Na Waarabu ndio wamechezewa hapa. Wameletewa demokrasi ambayo wameambiwa nyinyi tunataka kubadilisha nini? System. Wakishtuka dola hakuna. Sasa mtawali anaikuja anabaki omba. Kama mnavyomuona leo Ahmad Shara. Hamna kitu kwenye nchi. Hamna jeshi. Hivyo ndio walivyoifanya Iraki. Hatukubaliani na Saddam, hatukubaliani na nidhamu al-ba'thi al-ishtiraki ukomunisti, lakini jeshi ni vijana wetu wale. Wale ni kutoka kwenye rejimu. Kwani sasa hivi tukifanya uchaguzi kwenye nchi sisi tukabadilisha watawala, tunabadilisha jeshi? Jeshi ni yule anayetawali ndo analipeleka nini? Jeshi.
na hakadha uchumi. Na ndio pia hata sisi huku tusijione tuko mbali ha? Hata kama tutakuwa na upinzani na serikali zetu, tutakuwa na nini na pale, lakini tusikubali kuingizwa katika mikakati ya kuliangusha taifa. Hata kama regime tunakuwa na question mark nyingi, tunakuwa na malalamiko, tuna vyombo vya kuweza kubadilisha. Istoshe, sio peke yake kuangusha jeshi. Inaosimamisha nchi moja ni nini? Alhawiya, identity. Culture yako, identity ya kiculture yako. Watu wamebadilishwa. Jana walikuwa ndani ya nyumba moja, watu wanaoishi Iraki wanajua mambo haya, na watu waliotembea Iraki wanajua. Ndani ya familia moja kuna madhahabi tofauti. Watu wameoana. Baina ya wiki na wiki nyingine watu wanauana. Si kitu rahisi kuibadilisha identity ya raia wa nchi mara moja. Unamfanya mtu anamuona mtu adui yake na yuko tayari kutoa bunduki. Mtu leo tumeishi katika nchi, tuko dini mbalimbali, Waislamu, Wakristo, tunafanya kazi pamoja, tumesoma pamoja mashuleni, tumecheza mpira pamoja. Mara tu baada ya muda wewe wabadilishwa fikra, wamuua mwenzako. Ukiulizwa ni nini? Nafikiri wiki iliyopita mmeimuona ule jamaa alikwenda kujilipua kwenye kanisa Syria. Hakukuwa na mambo haya Syria. Na yatarajiwa yatatokea kwa hali kubwa zaidi kama ilivyotokea Iraq. Na yatatoka kwenye makanisa, yataingia kwenye misikiti. Hii ndio unaambiwa wewe unaangusha taifa. Kwa sababu taifa ni culture yake, taifa ni uchumi wake, taifa ni history yake. Leo historia ya Iraki iko wapi? Historia ya Syria wameiba yote na Iraki. Enda Ujerumani, nenda wapi leo utakuta kwenye museum wameiba historia ya watu. Kwa hivyo umma ni historia yake, umma ni utamaduni wake, umma ni uchumi wake. Na nikisema uchumi si pesa zilioko benki, nikisema uchumi ni zile vitega uchumi vilioko katika nchi. Kabla ya vita vya Gulf, pesa iliyokuwa na nguvu ulimwenguni kwa kadri ninavyojua mimi huku Middle East ni pesa 3. Inashinda dola. Kuwait, Oman na Iraq. Kama sikukosea, dinari ya Iraq ilikuwa dola 3. Dinari moja ya Iraq ilikuwa dola 3. Sasa hivi hata sijui imefika laki ngapi. Laki, sikwambii mambo ya shilingi 1000 wala 200 wala 300. Wewe unazungumza laki. Dola 100 sijui mimi mara ya mwisho nilipoenda Iraki, dola 100 laki 4 sijui na 1040 sijui. Laki 4 na 1040 dinar kwa dola 100. Turudi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Kisha ndio ikaja al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islam. Kwa hivyo silaha hatari inayotumika sasa hivi ni silaha ya vita laini na si matokeo. Imekaliwa na wataalamu wa kisaikolojia, wa kisiasa, waliosoma culture za nchi za Kiislamu, wanaojua zile zinaoitwa mawatinun hassasa, sensitive places, mishipa ipi wakipiga watu wataanza kudance. Wanajua vizuri sana. Wanatujua mpaka ndani ya mitaa tofauti zetu zikoje na wapi waweza kucheza kikabila, kiutaifa, kimadhahabi, kidini, kila aina, kitabaka. Wajua.
Na ndio tuna haja kubwa kuvisoma vita hivi, ambao mimi nimeweka takriban topic 8 ama 7. Leo ni ya kwanza ni introduction. Kwanza, tukisema vita laini tunamaanisha nini? Pili, vita hivi katika muktadha wa kihistoria ziliendaje? Zilianza wapi? Ni nani alianzisha? Na kwa nini zilianzishwa? Na zilikuwa zinalenga nini? Tatu, malengo ya vita hivi ni nini? Malengo yake ni gani? 4, tools, adawat, wanatumia nyasila gani kutekeleza vita hivi? Sababu hivi hakutumiwi ndege wala mabomu wala bunduki wala nini. Kuna silaha zake. Ni zipi silaha zake? Tuzijue vizuri sana, hususan vijana, na mtakuja kuona katika chombo hatari kinachotumika katika vita hivi ni social media. Na wanatumia millions za pesa. Wametengeneza majeshi ambayo wamejibandika majina sio yao. Mtu aweza kuwa amekaa Israeli, amejisajili yeye ni Mtanzania. Mfano, yeye ni Mtanzania bara. Mwingine amejisajili yeye ni Mtanzania wa wapi? Wa visiwani. Wanaingia wanarushiana, na wao wako rumu moja. Huyu anamtusi huyu, huyu anamwaibisha huyu. Nyinyi mkishtuka mumeingia kushabikia. Na ni mambo yanafanywa kazi. Kuna na center zinafanya kazi hii, wanaita aljuyushul elektronia. Yametengenezwa kwa maelfu, na katika kila nchi kuna watu wameelekezwa kufanya kazi hii. Na mahala patumika Kiarabu, wanafundishwa Kiarabu na si Waarabu, na wanazungumza Kiarabu. Na mahala wanataka kuzungumza lahaja za kienyeji, wanazungumza Kiiraki, anazungumza kinini, Kilebanon, anazungumza Kisiria, anazungumza lahaja za Kiarabu, sio Kiarabu hiki fusha. Paka wewe unamuona ni mwenzako. Mbali na baadhi, hawa ni watu wahmia wanaitwa. Hakuna, ni personality za nini? Za kuundwa tu. Mbali na baadhi ya wanasiasa, baadhi ya mashekhe, baadhi ya matajiri ambao wameingizwa kwenye vita hivi kwa kutumiwa. Mbali na baadhi wamejiingiza bila ya kujua wanachokifanya. Si kila aliyoingia yuwatumiwa. Kuna watu wameingia kuona ni ghera, yeye anatetea madhhabi yake. Kuna watu wameingia wameona ni ghera, yeye anatetea kabila lake, anatetea nchi yake, anatetea eneo lake, lakini yeye fi nihaya yuwatumikia alharbu naima. Kwa hivyo ni muhimu sana katika kifungu hiki cha 4 kuelewa strategies, tools zinazotumika katika vita hivi kutoka kwenye midomo yao. Sababu wameandika, si masala ya nasiri hivyo. Nukta nyingine tutazungumzia nyadhifa zake. Vita hivi zinafanya nyadhifa gani? Kazi gani inatakikana ifanywe na vita hivi? Nukta nyingine tutazungumzia vipi tutakabiliana na vita kama hivi. Yani sasa sisi upande wetu vipi tutajipanga kupambana na vita kama hivi. Na nukta ya mwisho ambao tutafunga majlisi ya 8 Mungu akitupa uhai na uzima ni harakati za Imam Hussein zina mchango gani katika kupambana na vita laini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ambao moja
ni kazi inayotakwa ifanywe na mimbar za Abi Abdullah Hussein, kwa sababu sasa hivi ndio mapambano, na ndio maulamai wetu wametoa msamiati siku hizi wanaita jihadu tabiin. Jihadu at-tabiin, kuna jihadi ya kubaini mambo, si jihadi ya kuua wala kupigana. Kila aliyemsomi, na si shekhe peke yake, kila aliyemsomi, kila aliye educated, ambaye aweza kufahamu na kuyasoma mambo na yanavyoendelea ulimwenguni, ni jukumu lake sasa hivi kuyabaini mambo yalivyo, kwa sababu vita hivi valenga hapa, valenga akili. Ndugu zangu wapenzi, unaweza kuuliza suala, pana mahusiano gani kati ya Karbala na vita laini mpaka mada hii iletwe hapa? Nake pengine baadhi ya watu walikuwa wafikiri hatuja kuzungumza vita, hatuja kuzungumza jihadi nini. Wataalamu wa kisaikolojia, wataalamu wa kijeshi, kutoka yule Mchina aliyoandika kitabu, sijui Kiingereza chaitwaje, Kiarabu anakiita Fannul Harb, the art of nini sijui, of war kama sikukosea. Ndio kitabu hata hii fikra ya inaoitwa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, inaoitwa at-takhtit al-istrategi, strategical planning, imetolewa kwenye kitabu hiko. Jina lake gumu, wajua majina ya Kichina mpaka ufanye mazoezi kuyatamka. Ameizungumza hii fikra nitakao kuizungumza, na wataalamu wengi wanasema vita vya kijeshi, mshindi ni yule ambaye ataweza kufaulu kumhakikisha mpinzani wake ameshindwa kabla hajaingia kwenye vita. Sawa? Katika vita vya kijeshi, si una mabomu mangapi, si una ndege ngapi, haitoshi. Ni vipi utamtayarisha mpinzani wako kisaikolojia, kimaana, uwe umemshinda kabla hajaingia kwenye vita. Na hii ndio software. Na tizameni leo Gaza ilipoanza mapambano 7 Oktoba, majority semi wote ulimwenguni, hususan ulimwengu Arabu, kwa nini wakafanya mambo haya? Sisi tutawaweza watu hawa watushinda, wako mbali, AI, technology, sijui uitwaje, lugha yani za inhizam, lugha ambao kwamba wewe nafsian mahzum, hujaingia kwenye vita. Ukishakuwa katika hali hiyo, basi hata bunduki ya kuchezea vijana itakumaliza wewe. Na ndio hii aya niloianzia mimi nini yangu yazungumza hivi. Tuisoma sana misikitini katika suratu Ali Imran. Wakati Waislamu wajipanga kwenye vita, kwenda kwenye vita, habari zaja mjini Madina za watisha watu. Watu wamekusanyika wengi, hamwezi kupambana nao, wana ndovu, wana ngamia, sijui wamebeba nini, mutamalizwa tu nyinyi. Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hii yazungumza kumtayarisha mtu kabla hujapigana naye. Na utawala ambao Imam Hussein aliopambana nao uliweza kufaulu kiasi kikubwa kuwatayarisha Waislamu kwamba huu ni utawala hatuwezi kupambana nao, lazima tutasarenda.
Na ndio wakawa, ukiangalia, nenda ukasome wale wote waliokuwa wakimpenda Imam Hussein, sikwambii maadui, waliokuwa wakimpenda Imam Hussein, walipokuwa wakimnasihi wakati aanza safari yake, walikimwambia nini? Taiona kuta ni watu mahzumina nafsia ya nini. Tafuta sehemu huko, nenda Yaman. Yaman kuna wafuasi wa baba yako, kaifiche huko, chana nayo haya mambo. Kwa nini tuingie kwenye mambo haya? Utaleta sijui kadhaa, utafuata nini? Na kwa ajili ya propaganda iliyofanya kazi ikawatayarisha, ndipo utakuja kupata jibu wewe, kwa nini katika umma ule kulibakia watu 70? Kwa nini? Kwa nini Ubaidullah ibn Ziyad kwa muda mfupi aliweza kuibadilisha Kufa? Saikolojia tu. Na alitumia tools kadhaa kutisha, kununua, kuwaonesha example, ukifanya hivi utakuwa hivi. Na ndio sababu alivyomfanya Muslim ibn Aqil vile alivyomfanya, kifo cha kikatili, kumrusha juu ya nyumba, kumburuta katika mji na kamba, yote ile ni psychology, ile ni lugha, haina maneno, ni direct contact na nini, na bongo lako. Ukifanya na wewe utafika hapa. Si mmemwona Saddam alivyofika? Si mmemwona Gaddafi alivyofika? Si mmemwona Bashar alivyofika? Na nyinyi mtafikishwa hapo. Mayona hiko. So wewe ukirudi katika mapambano ya Karbala, usiatizame katika yaumul ashir. Ile siku ile ilikuwa ni ya kumaliza vita. Vita vishapiganwa kitambo. Vita vishapiganwa. Istoshe, kumbadilisha mbuzi kumvisha nguo ya fisi, moja katika software. Unambadilishia mtu maadui na marafiki. Waarabu wana usemi wasema, ukitaka kumuua mbuzi ama kondoo usilaumiwe, kwanza mvishe ngozi ya nani? Ya fisi. Uwakinaishe watu huyu ni fisi, alafu utamuua tu, watakutizama. Nafikiri mwanaelewa nalenga wapi. Ukitaka kumuua kondoo na kusitokee fujo katika mji kwamba wewe wamuonea na hana hatia, kwanza fanya kazi ya kumbadilisha kondoo aonekane ni nani? Ni fisi. Ukiweza kuwakinaisha watu kwamba huyu ni fisi, siku ya kumuua watakusaidia hata kukupatia kisu. Na moja walioifanya katika ulimwengu wetu leo wa Kiislamu ni kutubadilishia adui wa hakika ni nani na rafiki ni nani. Katika karni ya 20 twajua mapambano yetu kutoka 1948. Kutoka 1948 adui wa kihakika aliyekuja Arabuni akavamia ardhi za Waislamu, akavamia sehemu takatifu za Kiislamu ni Mzayuni. Lakini hawa wakiungana, Waislamu wa Arabu wakapambana na huyu Mzayuni, watammaliza. Na wote wameshajengeka kiitikadi kwamba huyu ndiye adui, huyu ndiye alituua, huyu ndiye alotufukuza kwenye ardhi zetu, huyu. Rudia history. Tuwatengenezee adui mwingine. Na wakian wamefaulu katika sehemu kubwa. Leo Msuni amuona adui yake ni Shia, na Shia amuona adui yake ni nani? Ni Sunni. Mzayuni apita katikati. Mzayuni amebadilika, amekuwa kondoo. Mimi na wewe tumekuwa mafisi, twapigana. Leo utaona
Kila mahala kumetengenezwa adui wa bandia. Sasa propaganda za kibani Umayya waliweza kumtengeneza Imam Hussein, ambaye watu walikuwa wakimuona ni mjukuu wa bwana mtume, ni imamu, ni mtakatifu, wakamtengeneza kwamba ni muasi, na kwa fatwa ya babu yake anafaa auliwe. Na kukaja kukatengenezwa na hadithi na wanazuoni wakazipigia debe, na ikaja ikaambiwa kutila bisaifi jaddi, alistahili auawe yeye. Kwa nini kwenda kugawanya Waislamu? Kwa miaka 1400 tumebaki tuatetea Imam Hussein alikuwa sawa ama hakuwa sawa. Hebu niambie wewe mwenyewe, kwa mtu mwenye akili timamu bila ya mirengo, ukimweka Imam Hussein na Yazid, kuna mjadala nani yuko sawa? Kuna mjadala? Hebu leo ukimweka Netanyahu na Sinwar, ama na sitaki kukupeleka huku kwetu, ama aitwaje huyu aliyeuawa Teherani, huyo mkubwa wa Hamas, Ismail Hania, pana mjadala wa kutafuta mtu mkweli na mrongo na mbatili na nani? Pana mjadala hapo? Waislamu wamewekwa miaka 1400 watunga vitabu kujibizana ni nani alikuwa sawa, ni Imam Hussein ama ni Yazid? Lakini kulitumika nguvu ya media ya wakati ule, wasomi wakaifanyia kazi hii fikra, kukaandikwa vitabu, kukatumika hadithi, mpaka wakatengenezwa Waislamu, mpaka akafika Muislamu anaweza kutoa upanga akakata kitwa cha mjukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo vita vya Karbala havikuwa ni vita vya kijeshi, vilikuwa ni vita vya kisaikolojia, ilifanya kazi, na kama tutakapokuja kuona ni vita watu walitayarishwa kupitia ambao leo utaziita ni soft war, na tukaweza kutengenezwa katika umma wa Malaki, kukabaki watu 73 waitetea haki, na leo katika umma wa mamilioni kumebaki kikundi ndio chatetea Masjidul Aqsa na Falastini, na wengine wote wambadilika wanakuwa washangiliaji. Na si tu washangiliaji kwamba halikufika lile bomu, ni drama. Sione mijadala inayoendelea, alikuwa ni drama bwana, hawapigani wale. Ni drama, wale ucheza drama. Nyinyi jukumu lenu kwa Masjidul Aqsa mmefanya nini? Mijadala mpaka wale ma-analyst manani, ukiingia kwenye vyombo vya habari mpaka utashangaa watu wanadiscuss kwamba imedestroyiwa ile nuclear, haikudestroyiwa. Haya mabomu yaliyopigwa Qatar yalifika, haya yamenyakwa yote. Ndiyo, yamenyakwa yote. Nyinyi mmefanya nini mpaka sasa? Inaitwa tarafun fikri, upuzi wa kifikra. Ni kama jamaa wale walokaa, nimalize muhadhara wangu wa leo, jamaa walikaa wavivu ndani ya nyumba, family mzima wavivu kweli, hawaamki mpaka waambiwe chakula tayari ndo waamka mbio. Ikafika usiku, wakati wa kufungua mlango, nani atainuka kufunga mlango? Wakajadiliana, hawakupata suluhisho. Wakasema basi tutanyamaza, atakaye kuzungumza ndiye atakaye kufunga mlango. Kukaingia mwizi akabeba kila kitu, wakawa wamenyamaza, kwa sababu kila mtu akizungumza itabidi yeye ndo akafunge nini? Mlango. Alipokuwa yuachukua kitu cha mwisho cha muhusu mmoja na kwake ni thamani, akashindwa kuvumilia, akasema jamaa anachukua mali yangu. Wale wote kainuka kumwambia utafunga mlango wewe. Badali watoke kwenda kulinda mali yao, yule amezungumza tu, jamaa huyo yuatuibia, amwambia utafunga mlango ni wewe. Hamuioni picture hii ndio iliyoko leo katika ulimwengu wa Kiislamu? Tuko kwa Imam Abi Abdullah al-Hussein, ambaye katika malengo yake makubwa kumwaga damu yake ni kutaka kuwaonesha Waislamu picha halisi ya mambo, na vipimo na mizani za ukaguzi zinataka zitumike aina gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia siha na afya
na kuanzia kesho, ilikuwa ni introduction, kuanzia kesho kwa muda wa siku 7 kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutajaribu kutembea na hii mada. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.